Kutoka sura ya 26. Kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota, pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa ya kipimo kimoja. Mapazia 5 yataungwa pamoja hili na hili, na mapazia 5 mengine yataungwa pamoja hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Fanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana na kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya hayo mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi ya wehema ya maskani. Fanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Hayo mapazia 11 yatakuwa ya kipimo kimoja. Kisha utaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali na lile pazia la 6. Utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lililo la mwisho katika hayo iliyounganywa, pamoja na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lililo nje katika hayo ya pili yaliyounganywa pamoja. Tena ufanye vifungo 50 vya shaba na kuvitia vile vifungo katika zile tanzi na kuiunganya ile hema pamoja, ile iwe hema moja. Na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho cha yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia itaanguka huko upande wa nyuma wa maskani. Na hiyo dhiraa 1 upande mmoja na ile dhiraa 1 upande wa pili ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia zitaanguka katika ubavu wa maskani upande huu na upande huu, ili kuifunika. Nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo. Nawe fanya hizo mbao za maskani za mti wa mshita zenye kusimama. Kila ubao utakuwa na urefu wa dhiraa 10 na upana wake kila ubao utakuwa dhiraa 1.5. Kila ubao utakuwa na ndimi 2 zenye kuunganywa huu na huu. Ndivyo utakavyozifanya mbao zote za maskani. Kisha ufanye zile mbao za maskani mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Nawe ufanye matako 40 ya fedha chini ya zile mbao 20, matako 2 chini ya ubao mmoja kupokea zile ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kupokea zile ndimi zake 2. Na upande wa pili wa maskani, upande wa kaskazini, mbao 20 na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Kisha ufanye mbao 6 kwa ajili ya upande wa nyuma wa maskani kuelekea magharibi. Tena ufanye mbao 2 kwa ajili ya hizo pembe za maskani zilizo upande wa nyuma. Upande wa chini zitakuwa ni 2. Vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza. Zote 2 ndivyo zitakavyokuwa. Zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe 2. Mbao zitakuwa ni 8 na matako yake ya fedha matako 16, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao wa pili. Na wefanya mataruma
ya mti wa mshita, mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande mmoja wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa maskani ulio nyuma kuelekea magharibi, na hilo taruma la katikati lililo katikati ya zile mbao litapenya toka mwisho huu hata mwisho huu, na hizo mbao utazifunika dhahabu, na pete zake za kutilia yale mataruma utazifanya za dhahabu, na hayo mataruma utayafunika dhahabu, nayo utaisimamisha hiyo maskani sawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu, na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa. Litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litungike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha 4. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litawagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana, na ile meza utaiweka nje ya pazia, na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Kisha utafanya kistiri kwa mlango wa hema cha nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu, na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nawe fanya nguzo 5 za mti wa mshita kwa kila kisitiri, na kuzifunika dhahabu. Kurabu zake zitakuwa za dhahabu, nawe utasubu matako ya shaba 5 kwa ajili yake. Kutoka sura ya 27. Nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita. Urefu wake utakuwa ni dhiraa 5 na upana wake dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe zake 4. Hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu nawe utayafunika shaba, na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya na majembe yake na mabakuri yake na uma zake na meko yake. Vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba, nawe uifanyie hiyo madhabahu wavu wa shaba. Kisha utie pete 4 za shaba katika hizo pembe 4 za ule wavu, nawe tia huo wavu chini ya kizingo kizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikilie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita, na kuifunika shaba, na hiyo miti itakuwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pembe 2 za madhabahu wakati wa kuichukua. Uifanye ya mbao yenye mvungu ndani yake, kama ulivyoonyeshwa mlimani, ndivyo watakavyoifanya. Nawe fanya ua wa maskani upande wa kusini wa kuelekea kusini. Kutakuwa na chandarua ya nguo ya kitani nzuri yenye kusokotwa kwa huo ua. Urefu wake upande mmoja utakuwa ni dhiraa 100, na nguzo zake zitakuwa nguzo 20, na matako yake 20. Matako yake yatakuwa ya shaba. Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Na vivyo upande wa kaskazini, urefu wake hiyo chandarua utakuwa ni dhiraa 100, na nguzo zake 20, na matako yake 20 yatakuwa ya shaba. Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Na upande wa magharibi, upana wa ua, kutakuwa na chandarua ya dhiraa 50, nguzo zake 10, na matako yake 10. Na upana wa ule ua upande wa mashariki
kuelekea mashariki utakuwa ni dhiraa 50. Chandarua upande mmoja wa rango itakuwa dhiraa 15 upana wake. Nguzo zake zitakuwa 3 na matako yake 3. Upande wa pili ni vivyo, chandarua ya dhiraa 15, nguzo zake 3 na matako yake 3. Na kwa lile lango la ua patakuwa na kusitiri cha dhiraa 20. Kitakuwa cha nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nguzo zake zitakuwa 4 na matako yake 4. Nguzo zote za ule ua ziuzungukazo pande zote zitakuwa na vitanzi vya fedha, kurabu zake za fedha na matako yake ya shaba. Urefu wa huo ua utakuwa dhiraa 100 na upana wake utakuwa dhiraa 50 kote kote, na kwenda juu kwake dhiraa 5 yawe ya nguo ya kitani nzuri, na matako yake yatakuwa ya shaba. Vyombo vyote vya maskani vitumiwavyo katika utumishi wake wote na vigingi vyake vyote na vigingi vyote vya ule ua vitakuwa vya shaba. Nawe waamuru wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru, ili kufanya ile taa kuwaka daima ndani ya ile hema ya kukutania, nje ya hilo pazia lililo mbele ya huo ushuhuda. Haruni na wanawe wataitengeneza tangu jioni hata asubuhi mbele ya Bwana. Itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyao vyote kwa ajili ya wana wa Israeli. Kutoka sura ya 28. Nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Haruni na Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliowajaza na roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mavazi watakayoyafanya ni haya: kifuko cha kifuani na naivera na joho na kanzu ya kazi ya urembo na kilemba na mshipi. Nao watawafanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Nao wataitwaa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri. Nao waifanye naivera kwa nyuzi za dhahabu na za samawi na za zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa kwa kazi ya mstadi. Itakuwa na vipande viwili vya mabegani vilivyoungana kwenye ncha zake 2, ili ipate kuunganywa na mshipi wa kazi ya ustadi ulio juu yake, ili kuifunga mahali pake. Itakuwa wa kazi kama ile ya naivera ya vitu vile vile, ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa. Nawe utatwaa vito viwili vya shohamu ya rangi ya chani kiwiti, nawe utachora juu yake majina ya wana wa Israeli, majina yao 6 katika kito kimoja, na majina 6 yaliyosalia katika kile kito cha pili, kwa utaratibu wa kuzaliwa kwao. Kwa kazi mtu mwenye kuchora mawe kama vile muhuri ichorwavyo, utavichora hivi vito viwili sawasawa na majina ya wana wa Israeli, nawe utavitia katika vijarizo vya dhahabu. Nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli. Naye Haruni atayachukua majina yao mbele ya Bwana
juu ya mabega yake mawili ili kuwa ukumbusho. Nawe fanya vijalizo viwili vya dhahabu na mikufu miwili ya dhahabu safi. Utaifanya iwe mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa. Nawe uitie ile mikufu ya kazi ya kusokotwa katika vile vijalizo. Nawe utafanya kifuko cha kifuani cha hukumu, kazi ya fundi stadi. Utakifanya kwa kuiandama ile kazi ya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani safi yenye kusokotwa. Ndivyo utakavyo kifanya. Kitakuwa mraba tena cha kukunjwa. Urefu wake utakuwa shibiri moja na upana wake shibiri moja. Nawe ukijaze viweko vya vito safu 4 za vito. Safu moja itakuwa ni akiki na yakuti ya rangi ya manjano na baharamani. Hivi vitakuwa safu ya kwanza. Na safu ya pili itakuwa zumaridi na yakuti samawi na armasi. Na safu ya tatu itakuwa hiakintho na akiki nyekundu na amethisto. Na safu ya 4 itakuwa ni zabarajadi na shohamu na yaspi. Vito hivyo vitakazwa ndani ya dhahabu kwa kujaa mahali pake. Na vile vito vitakuwa sawasawa na majina ya wana wa Israeli 12 sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora kwa muhuri, kila kimoja sawasawa na jina lake. Vitakuwa vya hizo kabila 12. Nawe utie katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nawe utie pete 2 za dhahabu katika kile kifuko cha kifuani na kuzitia hizo pete 2 katika ncha 2 za kifuko cha kifuani. Nawe utie hiyo mikufu 2 ya dhahabu iliyosokotwa katika zile pete 2 zilizo katika ncha za kifuko cha kifuani. Na ncha zile nyingine za hiyo mikufu 2 ya kusokotwa utazitia katika vile vijalizo 2 na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivera upande wa mbele. Nawe utafanya pete 2 za dhahabu uzitie katika hizo ncha 2 za kifuko cha kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivera ulio ndani. Nawe fanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika vile vipande 2 vya mabegani vya ile naivera chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake juu ya huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nao watakikaza kile kileso kwa zile pete zake kwenye pete za naivera kwa ukanda wa rangi ya samawi, ili kwamba kikae pale juu ya ule mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi, ili kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivera. Na Haruni atayachukua majina ya wana wa Israeli katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu juu ya moyo wake hapo atakapoingia ndani ya mahali patakatifu kuwa ukumbusho mbele ya Bwana daima. Nawe utie hizo Urim na Thumim katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu, nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni hapo atakapoingia ndani ya mbele ya Bwana. Na Haruni atachukua hukumu ya hao wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele ya Bwana daima. Nawe fanya hiyo joho ya naivela ya rangi ya samawi yote, nawe itakuwa na tundu katikati yake kwa kupitisha kichwa. Itakuwa na utepe wa kazi ya kusokotwa kuzunguka hilo tundu lake, mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, ili lisipasuke. Nawe katika pigo zake utatia makomamanga ya rangi ya samawi. Nawe katika pindo zake utatia makomamanga ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu kuzunguka pindo zake kote kote, na njuga za dhahabu kati ya hayo makomamanga pande zote. Njuga ya dhahabu na komamanga, njuga ya dhahabu na komamanga katika pindo za joho kuizunguka pande zote. Nayo itakuwa juu ya Harun
akitumika, na sauti ya hizo njuga itasikilikana hapo aingiapo ndani ya mahali patakatifu mbele ya Bwana, na hapo atokapo nje, ili kwamba asife. Nawe fanya bamba la dhahabu safi na kuchora juu yake mfano wa mchoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Nawe ulitie hilo bamba katika ukanda wa rangi ya samawi, nalo litakuwa katika kile kiremba, litakuwa upande wa mbele wa kile kiremba, nalo litakuwa katika kipaji cha uso cha Haruni. Na Haruni atauchukua uovu wa vile vitu vitakatifu watakavyovitakasa hao wana wa Israeli katika vipawa vyao vyote vitakatifu, nalo litakuwa katika kipaji chake cha uso siku zote, ili kwamba vipate kukubaliwa mbele za Bwana. Na hiyo kanzu utaifuma ya kitani nzuri ya kazi ya urembo, ufanye na kiremba cha nguo ya kitani nzuri, nawe utafanya mshipi wa kazi mwenye kutia taraza. Kisha utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni, nawe wafanyie mishipi, wafanyie na kofia kwa utukufu na uzuri. Nawe umvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Nawe wafanyie suruali za nguo za kitani ili kuifunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani, na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu, ili wanitumikie katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Kutoka sura 29. Nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Toa ng'ombe mmoja mume kijana na kondoo waume 2 walio wakamilifu, na mkate usiotiwa chachu, na maandazi yasiyotiwa chachu yaliyokandwa kwa mafuta, na kaki zisizotiwa chachu zilizotiwa mafuta. Utazifanya za unga mzuri mwembamba wa ngano, nawe vitie vyote katika kikapu, uvilete ndani ya kikapu pamoja na huyo ng'ombe na hao kondoo waume 2. Kisha mlete Haruni na wanawe hata mlangoni pa hema ya kukutania, ukawaoshe kwa maji. Kisha toa hayo mavazi ya kumvika Haruni, itie kanzu na joo ya naivera na naivela na kifuniko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi. Nawe mvike kile kiremba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kiremba. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kumiminia kichwani mwake na kumtia mafuta. Kisha walete hao wanawe na kuwavika kanzu, nawe uwakaze mshipi Haruni na wanawe na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Kisha utamleta huyo ng'ombe mbele ya hema ya kukutania, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa cha huyo ng'ombe. Kisha utamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha toa baadhi ya damu ya ng'ombe, uitie katika pembe za madhabahu kwa kidole chako, na kuimimina damu yote chini ya madhabahu. Kisha toa mafuta yote yafunikayo matumbo na kitambi kilicho katika ini na figo 2 na mafuta yaliyo juu yake, uyateketeze yote juu ya madhabahu. Lakini nyama yake huyo ng'ombe na ngozi yake na mavazi na mavi yake utayachoma kwa moto nje ya marago, ni sadaka kwa ajili ya dhambi. Pia mtwae kondoo mume mmoja, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa chake huyo kondoo mume. Kisha utamchinja huyo kondoo mume na kuitwaa damu yake na kuinyunyiza katika madhabahu kuizunguka kando kando. Kisha utamkata
kondoo vipande vyake na kuyaosha matumbo yake na miguu yake na kuiweka pamoja na vipande vyake na kichwa chake, nawe mteketeze kondoo mzima juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya Bwana, ni harufu nzuri, sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Kisha mtwae huyo kondoo wa pili, na Haruni na wanawe wataweka mikono juu ya kichwa chake huyo kondoo. Kisha utamchinja kondoo na kuitwaa damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la Haruni na upande wa kuume, na katika ncha za masikio ya kuume ya wanawe, na katika vianda vya gumba vya mikono yao ya kuume, na katika vidole vikuu vya miguu yao ya kuume, na kuinyunyiza hiyo damu katika madhabahu kuizunguka kando kando. Kisha toa katika hiyo damu iliyo juu ya madhabahu na katika hayo mafuta ya kutiwa, na kumnyunyizia Haruni juu ya mavazi yake na wanawe na mavazi yao pia pamoja naye atatakaswa na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Tena yatwae mafuta ya huyo kondoo mume na mkia wake wa mafuta na mafuta yafunikayo matumbo na kitambi kilicho katika ini na figo mbili na mafuta yaliyo katika hizo figo na paja la kuume, kwani ni kondoo ambaye ni wa kuwekwa kwa kazi takatifu. Utwae na mkate mmoja wa unga na mkate mmoja ulioandaliwa kwa mafuta na kaki moja katika kile kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichowekwa mbele ya Bwana, nawe utavitia hivi vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe, nawe tikisa viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha uvitwae vile vitu mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu, juu ya ile sadaka ya kuteketezwa, viwe harufu nzuri mbele ya Bwana. Ni sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Kisha twaa kidari cha huyo kondoo wa kuwekwa kwake Haruni kwa kazi takatifu na kukitikisa kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana, nacho kitakuwa ni sehemu yako. Nawe kitakase kile kidari cha ile sadaka ya kutikiswa na lile paja la sadaka ya kuinuliwa lililotikiswa na lililoinuliwa juu vya yule kondoo wa kuwekwa kwa kazi takatifu, huyo aliyekuwa kwa ajili ya Haruni na huyo aliyekuwa kwa ajili ya wanawe. Navyo vitakuwa vya Haruni na wanawe posho ya lazima siku zote itokayo kwa hao wana wa Israeli, kwa kuwa ni sadaka ya kuinuliwa. Nayo itakuwa ni sadaka ya kuinuliwa itokayo kwa hao wana wa Israeli katika dhabihu zao za sadaka za amani. Ni sadaka yao ya kuinuliwa kwa ajili ya Bwana. Na hayo mavazi matakatifu ya Haruni yatakuwa ya wanawe baada yake, wayavae watakapotiwa mafuta na watakapowekwa kwa kazi takatifu. Huyo mwanawe atakayekuwa kuhani badala yake atayavaa muda wa siku 7 hapo atakapoingia ndani ya hiyo hema ya kukutania, ili atumike ndani ya mahali patakatifu. Nawe twaa huyo kondoo mume aliyekuwa wa kuwekwa kwa kazi takatifu na kuitokosa nyama yake katika mahali patakatifu, na Haruni na wanawe wataila nyama ya kondoo na mikate iliyo katika kile kikapu hapo mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Nao watakula vile vitu ambavyo upatanisho ulifanywa kwa hivyo, ili kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, lakini mgeni asivile, maana ni vitu vitakatifu. Na kwamba kitu chochote cha ile nyama iliyo kwa ajili ya kuwekwa kwa kazi takatifu, au chochote kwa hiyo mikate kikisalia hata asubuhi, ndipo utavichoma kwa moto. Hivyo vilivyosalia havitaliwa, maana ni vitu vitakatifu. Ni hivyo utakavyo watendea Haruni na wanawe, sawa na hayo yote niliyokuagiza. Utawaweka kwa kazi takatifu siku 7.
Kila siku utamtoa ng'ombe wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya upatanisho, nawe utaisafisha hiyo madhabahu. Hapo utakapofanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu, nawe utaitia mafuta ili kuitakasa. Utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku 7 na kuitakasa. Ndipo madhabahu itakapokuwa takatifu sana. Kila kitu kiigusacho madhabahu kitakuwa kitakatifu. Basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi: wana kondoo wa mwaka mmoja wawili siku baada ya siku daima. Mwana kondoo mmoja utamchinja asubuhi, na mwana kondoo wa pili utamchinja jioni. Tena pamoja na mwana kondoo mmoja utatoa vibaba 3 vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yenye kupondwa, kiasi cha kibaba cha robo kibaba, na divai kiasi cha kibaba na robo kibaba, iwe sadaka ya kinywaji. Na huyo mwana kondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, nawe utamfanyia vivyo kama ile sadaka ya unga ya asubuhi, na kama ile sadaka yake ya kinywaji, iwe harufu nzuri, ni dhabihu ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote mlangoni pa ile hema ya kukutania mbele ya Bwana, hapo nitakapokutana nanyi ili ninene na wewe hapo. Nami nitakutana na wana wa Israeli hapo, na hiyo hema itafanywa takatifu na utukufu wangu, nami nitaitakasa hiyo hema ya kukutania na hiyo madhabahu pia. Haruni na wanawe nitawatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mimi nitakaa kati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao, nao watanijua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, niliyewaleta watoke katika nchi ya Misri, nipate kukaa kati yao, na mimi Bwana Mungu wao. Kutoka sura ya 30. Nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba, utaifanyiza kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa 1 na upana wake dhiraa 1. Itakuwa mraba na kwenda juu kwake dhiraa 2. Pembe zake zitakuwa za kitu kimoja, nawe utaifunikiza dhahabu safi juu yake, na mbavu zake kando na pembe zake, nawe utaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete 2 za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake 2. Katika pande zake 2 utazifanya, nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti ya kuichukulia. Na ile miti utaifanya kwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi. Nawe utaitia mbele ya lile pazia lililo karibu na sanduku la ushuhuda, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, hapo nitakapokutana nawe. Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi. Atakapozitengeneza zile taa ataufukiza, na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni, ataufukiza uwe uvumba wa daima mbele za Bwana. Katika vizazi vyenu vyote hamtafukiza juu yake uvumba mgeni. Wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara 1 kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho mara 1 kila mwaka. Ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia, utakapowahesabu wana wa Israeli kama itakavyotokea hesabu yao, ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake. Hapo utakapowahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao. Hapo utakapowahesabu, nacho watakachotoa ni hiki: kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa atatoa nusu shekeli kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Shekeli ni gera 20,
nusu shekeli kwa sadaka ya Bwana. Kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa tangu huyo ambaye umri wake ni miaka 20 au zaidi atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Matajiri hawataleta zaidi, wala maskini hawataleta kilichopungua. Katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu, nawe utapokea hizo fedha za upatanisho mikononi mwa hao wana wa Israeli na kuziweka kwa ajili ya utumishi wa hema ya kukutania, ili kwamba ziwe ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli mbele ya Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji, na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania. Watajiosha majini ili wasife, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili wanitumikie kumteketezea Bwana sadaka ya moto. Basi wataosha mikono yao na miguu yao ili kwamba wasife, na neno hili litakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500, na mdarasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yaani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kila shekeli 500 kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5, nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu malhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa, nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hizo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya kuteketezea sadaka pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Hayatamiminwa katika hayatamiminwa katika kiwiliwili cha binadamu, wala msifanye mengine mfano wa haya kama yaliyoungwa kwa viungo vyake. Ni matakatifu, na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu. Mtu wa yeyote atakayechanganya mafuta mfano wa haya, au mtu wa yeyote atakayeyatia mafuta haya juu ya mgeni, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akamwambia Musa, jitwalie manukato mazuri, yaani natafi na shekereth na kelbena, viungo vya manukato vizuri, pamoja na ubani safi. Vitu hivyo vyote na viwe vya kipimo kimoja. Nawe utafanya uvumba wa vitu hivyo manukato ya kazi ya ustadi wa mtengenezaji manukato. Yatakuwa yamekolea safi matakatifu, nawe baadhi yake utayaponda sana na kuyaweka mbele ya ushuhuda ndani ya hema ya kukutania. Hapo nitakapokutana nawe, nayo yatakuwa kwenu matakatifu sana. Na uvumba utakaofanya, hamtajifanyia uvumba wenye viungo sawasawa na uvumba huo, utakuwa kwenu mtakatifu kwa ajili ya Bwana. Mtu yeyote atakayefanya mfano wa huo ili kuunusa, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake.